Mapengo haya yana maana gani katika baadhi ya sekta. Lakini kwanza nizungumze naye Jeff Kirui. Kirui, vipi hali ya leo? Maombi yamekuaje katika eneo hilo la Safari Park? Rais ametumia fursa hii pia kujipigia debe kuhusiana na masuala yake ya kisiasa. Naam, Jeff Kirui nitakuwa naungana naye baadaye aweze kutufahamisha yale ambayo yanajiri katika eneo hilo, kuweza kutujuza ni viongozi wanasema nini kuhusiana na hotuba yake rais baada ya kuhutubia wananchi na wabunge na viongozi mbalimbali katika hafla hiyo ya 22 ya maombi ya kitaifa ambayo hufanyika katika ukumbi huo wa Safari Park hapa jijini Nairobi. Lakini baadaye tutakuwa tukiungana naye aweze kutudurusia tu kidogo yale ambayo yamezungumzwa pale. Turudi hapa studioni ambapo nitakuwa nikizungumza nao wageni wangu kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yamekuwa yakifanyika hususan kupunguzwa kwa bajeti ambayo ni ya zile hatua zinazotumika katika kukabiliana na mabadiliko tabia nchi katika ngazi ya kaunti, ambapo serikali imetangaza kwamba katika bajeti ya mwaka 2025-2026 itakuwa inapunguza bajeti hiyo kwa asilimia 50 kutoka bilioni 9 ambayo ilikuwa inapeanwa kwa kaunti hadi bilioni 4.6 ambayo itakuwa sasa hivi inapeanwa kwa kaunti katika msimu ujao ama katika bajeti ya mwaka 2025 hadi 26. Studioni ni naye Mithika Mwenda ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Pan African Climate Justice Alliance PACJA, na vile vile pia ni naye mtaalamu wa masuala ya mazingira na uongozi endelevu ambaye ni Alice Ayuma kama sijakosea. Karibu sana studioni. Na kwa hivyo tuingie katika mjadala wetu asubuhi hii ya leo kuweza kuzungumzia masuala haya yote, lakini kwanza nataka jumuisha katika maombi haya ya kitaifa. Nianze naye Mithika. Tumeona taifa leo limekuwa katika maombi ya kitaifa. Hatua hii inatuweka wapi hususan mbele ya Mungu na vile vile rais kutumia fursa hii kujipigia debe masuala yake ya uongozi wake? Asante sana. Na kwanza wacha ni shukuru kwa kutuleta kwa hii mjadala. Aswa kwa siku ya maombi ya kitaifa. Nimesikia umesema haya maombi ni ya 22. Ndiyo. Kwa hivyo sasa kile tunapaswa kujiuliza ni nini, kwa sababu tumekuwa na kila mwaka tuko na hayo maombi. Kwanza tunatekeleza yale tunaombea. Kwa hivyo mimi yangu ni kusema maombi bila matendo, prayer without action is baseless. It is just doing any other business, repeating, kurudia hiyo kila mwaka na tunarudia yale tunapaswa kufanya. Tunaangazia yale ama ni hotuba baada ya hotuba ingine, kwa sababu tumeona rais, tumekuwa tukishuhudia hayo kila wakati. Kwanza tunaita wageni, lakini tukienda tunarudia tu yale mambo tulikuwa tunaombea. Kwa hivyo sasa mimi maombi yangu ni kwamba tutakuwa tukiwafuatilia yale hata Yesu mwenyewe anatusikiza wakati tunatenda yale yanaambatana na yale maombi tunafanya. Si ndio? Kabisa. Yeah. Asante sana. Yes. Alice, karibu sana. Asante. Kwa kiduchu tu unajua manake siasa si masuala yako. Lakini kila Mkenya anakuaga na maoni yake kuhusiana na masuala mbalimbali. Kwako wewe, rais akizungumza leo hii ameomba msamaha kwa yale ambayo yamekuwa kifanyika kule Tanzania. Unadhani ni sawa kwa rais kutuombea msamaha licha kwamba hakuomba moja kwa moja, lakini ameliomba taifa la Tanzania msamaha iwapo Kenya imekosea mahali? Sote tunajua kinachoendelea. Hivyo ni sawa kwa sababu kwa uwezo wake kama rais ako na ile jukumu ya kuhusika katika ile siasa ya kimataifa. Na kwamba hili ni taifa lingine, hapa ni Tanzania, hapa ni Kenya, na kuna ile uhusiano yenye tuko na wao. Sasa kwa sababu ya hiyo unapata kwa inakuwa jukumu lake rais kunena kitu, kwa sababu kama angenyamaza watu wangeshangaa, yani vipi mtandaoni huku moto inawaka, rais amenyamaza, bunge la Tanzania linatoa mawaidha yao kuhusu vile haya maneno yanafaa kuangaliliwa. So hiyo inamaanisha ni jukumu lake rais kunena, na kwa yale rais pia na maoni yake. Sasa vile akikaa aone
ni sawa yeye kuzungumza na kuomba msamaha kwa niaba yetu, ni jukumu lake. Asante sana. Lakini kwanza tunapaswa tujiulize ni msamaha gani tunaomba? Kwani tumefanya nini kama Wakenya? Uhuru wa mazungumzo, uhuru wa kuongea, kwenda tuko na jumuiya ya Kiafrika. Kwa hivyo sisi wa Kenya tuko hata na ule wimbo wa jumuiya la Kiafrika, tuko na open border. Kwa hivyo sasa ukisikia yale matusi tunapewa, tunatusiwa na wale wa Tanzania wanafanya mpaka mjadala, na tena kuangalia wale Gen Z zile wamesalimia wa Tanzania na kila kitu. Mimi sijui sasa mimi ni msamaha gani tunaomba, kwa sababu mimi sioni. Mimi ni mharakati wa haki za binadamu na ni mharakati wa mazingira. Kwa hivyo mimi nimekuwa nikifuatilia hayo kina Mwangi kwenda. In fact hao wa Tanzania ndio wanapaswa kuomba msamaha. Wameumiza watu wetu. Wametusi watu wetu, wanaenda mpaka majadiliano ya watu they don't even see them. Hawawaoni, sawa wale wanapiga kelele tu, na sio mambo ya kiserikali. Kwa hivyo kama dadangu alivyosema, kama rais huenda sasa anataka kutuliza hayo maneno, lakini mimi maoni yangu na ya wengi ni kwamba I think watu wa Tanzania they overreacted, ama wako nyuma sana kufuatilia yale mambo ya kimataifa. Umeona hata wale wanatuma hayo wanaita matusi, hiyo kusalimiwa na kila kitu, ni mambo yanaendelea Kenya. Rais anaambiwa kila kitu wa Kenya azungumzie, aongei, isipokuwa. So kwa hivyo ni lazima wazoee mambo ya social media, haki za kijamii, na sisi wa Kenya ile demokrasia tuko nayo tumekuja kugundua haiko Tanzania, haiko Uganda, haiko anywhere. Kwa hivyo ni lazima tuwa pull up ili wajue kwamba tuko katika hatua ingine mbali sana, na ni lazima kama kiongozi, sisi uchukulia kiongozi ni mtu wa kusavu wananchi, ni mtu wa kutusavu. Lakini huko Tanzania nimekuja kugundua, na Uganda hata Museveni alisema ni wale viongozi are served by the people, they don't serve the people. Kwa hivyo sasa tuko tofauti, lakini kwa sababu tuko jumuiya ya Kiafrika ya East Africa, Afrika ya Mashariki, I don't think walifanya makosa. Sisi ni jukumu letu kwenda kuinua wale wengine na kusikiza. Kwa hivyo ni mambo mengi imeibua mjadala, lakini mimi sifikiri ilikuwa mzuri. Rais yako na right yake, lakini mimi kama Mkenya hakuna kitu ya kuomba msamaha hapo. Nataka nikurudishe nyumbani, manake siasa pia nimeona ni nyumbani. Nikurudishe upande huu mwingine katika masuala ya mabadiliko tabia nchi, hususan kama nyinyi wanaharakati mnaposukuma ajenda hii, ikiwemo moja ile sasa hivi naona kuna ile kampeni ya kusimamisha mradi wa EACOP. Unadhani wanaharakati mnasikika mnapotoa kauli zenu kusitisha mradi huu ambao ni kutengeza mabomba ya mafuta ghafi kutoka Uganda hadi katika eneo la Tanzania? Kwa hivyo hiyo ni swala ngumu sana. Kwanza kabisa katika kimataifa ni lazima tupunguze, kwa sababu hiyo ndio inaleta hiyo mabadiliko tabia nchi. Kuna mikataba kadha kwa kadha, the UNFCCC, United Nations Convention on Climate Change. Sisi sote ni signatory, tumepiga sahihi hiyo. Kuna Paris Agreement na kila kitu. Kwa hivyo kimataifa ni lazima tufanye hivyo, lakini inaibua masuala tata sana. Kwanza kabisa nitajiuliza kama mtu mwananchi wa Afrika Mashariki, kama citizen wa Uganda, tukipata hii rasilimali. Ukienda Amerika, President Trump amesema wataendelea kuchimba mafuta yao. Ukienda UAE wanaendelea kuchimba. Tumepata rasilimali kama hii kama watu wa Afrika Mashariki, na tuko na mkataba wa watu kimaendeleo. Kwa hivyo tukipata hii rasilimali, tuiweke, tuiache chini kwa ground tunavyoambiwa, ama to exploit our resources. Kwa hivyo imeibua masuala mingi, kwa sababu wale mataifa yaliyoendelea
Hii rasilimali ndio ilifanya wafikie hatua wako nayo ya kimaendeleo. Lakini saa hii tukipata yetu wanatuambia nyinyi mtachafua mazingira, kwa hivyo tuweke. Sasa mimi nikiwa mwananchi mwanaharakati nitaenda niambie rais wa Uganda, hii weka na akona vision yake ya kuendeleza hatua kwa nchi yake. Kwa hivyo inaibua utata sana. Kwa hivyo ni lazima tuangalie ni nini hasa tunasimamia kama wanaharakati. Sisi tunaunga mkono hiyo, lakini ni ngumu sana kwa serikali kama ya Uganda kusema hatuta exploit minerals zetu kwa sababu kimataifa tumepiga hii signature kwa mkataba wa Paris Agreement ama ingine, ilhali ukienda US, Germany wote wameanza kuchimba mafuta yao na kila kitu. Kwa hivyo ni tatanishi sana. Na ni lazima tuangalie, so priority yetu kama wa Afrika ni gani? Kama Uganda ni nani? Sisi tumegundua mafuta huko Turkana. Kwa hivyo tuiache kwa sababu tunataka kutimiza Paris Agreement na wengine, UAE na wengine. Kwa hivyo sisi tukiwa mwana mazingira na mtu wa climate justice, ni lazima tuangalie hata rights zetu kama wa Afrika. Ni lazima, ni sisi pekee tuta save the planet, whereas wao wengine wanaendelea hiyo. So justice inaishia Kenya, Uganda ama inaishia kimataifa. Kwa hivyo ni tatanishi sana, is very controversial thing, na ni lazima tusimame na maendeleo yetu. Mimi sisemi wanaharakati wako na tusichimbe ama tusichimbe, lakini sisi tukiwa hapo ni lazima tupunguze hadhari ya mabadiliko tabia nchi. Lakini ni lazima tuone hii ni jukumu la kimataifa, sio yetu pekee. Ndio. Sasa hapo ndio tunasimama. Kama mimi as an individual ni lazima tuangalie, lakini tujadiliane, na kuna mahali tutafika tuseme haya, wacha tujichome wote wenyewe, kwa sababu hapo ndio tunaendelea. So sio kuwa controversial. Sasa unajua hayo ni maoni. Tumekuwa na majadiliano serikali zetu Afrika, lakini yale ule udhalimu tunaona katika kimataifa haitufurahishi sana. Kwa sababu sio sote, Amerika inaendelea kuchimba yao, UAE inaendelea kufanya, Saudi Arabia ndio the biggest the Middle East yote, lakini sisi wa Afrika ile kidogo tunafanya, tunaambiwa msifanye hivi. Alice, ni kujumuisha katika mjadala huu kabla tuingie katika masuala ya bajeti na fedha. Swala hili la EACOP, tumeona kwamba mataifa ya Afrika yanajipata mahali, kando na EACOP yanajipata mahali kwamba tufanye maendeleo kupitia mafuta haya ambayo yanasababisha hewa kaa, ama tuachane nayo. Kuna ukosefu wa usawa. Kwa sababu unaona vile mwenzangu anasema, unapata zile nchi zenye zimeendelea walitegemea haya mafuta. Walitegemea kwa sababu unahitaji hiyo nguvu ya umeme ndio wewe kama taifa uweze kukua na maendeleo. Sasa Afrika inahitaji kukua na mpangilio. Na tunakubali kwamba hatufai kukua tunachafua mazingira, lakini kunafaa kukua na mipangilio ili tunaweza kutumia yale mafuta kwa njia ambayo inanufaisha watu, ndio, lakini pia inapunguza yale madhara kwa mazingira, kwa sababu kisayansi inaeleweka. Ukiangalia kama coal energy, utapata ya kwamba kisayansi kuna ile mtindo unaweza tumia coal lakini usichafue mazingira zaidi. Lakini hii ni gharama. Ni gharama, ndio. Sababu ni teknolojia ambayo hawajaileta ndio, lakini inawezekana. Inawezekana, na pia ukiiweka unapata ya kwamba itatunufaisha sisi sote. Lakini sasa tusipoeleweshwa, tusipoambiwa, tusipojua na tusipoweka mikakati ambayo inatusaidia kutumia maliasili ya coal, maliasili ya mafuta kwa njia yenye inatunufaisha ndio, na kunufaisha na bila kuharibu mazingira, unapata kwamba tunakwama, kwa sababu ni kama kuwekewa vikwazo moja baada ya nyingine, na mataifa ya kigeni hayatusaidii. Sasa kama wanasema tufanye hivi, wanasema msitumie mafuta, basi nao watuletee suluhisho yenye inaafikia mahitaji ya Afrika. Na sasa tukiangalia hiyo mafuta,
hiyo tunasema hiyo ya EACOP. Consumer tunatumia hayo mafuta ama tuna export. Ndio unaona hiyo pipeline ya more than 1400 kilometers inaenda Tanga. Ndio. Kwa hivyo sio mafuta ya kutumiwa na Uganda, ni mafuta ya kutumiwa na wengine wale wanasema hiyo ni Shell, BP, hizo ni those international multinational companies. Ndio wananunua tu. Kwa hivyo sauti moja inasema tusitumie, sauti nyingine inasema tutumie. Kwa hivyo hiyo ndio hypocrisy ile tunaona ya kimataifa. Na hili tuungane, ameongea mambo ya usawa. Sisi hatuna shida. Tuko na mkataba. Na tumesema hayo mafuta, hizi rasilimali ndizo zinachafua mazingira. Kwa hivyo na wale waliochafua mazingira katika mkataba wa Paris Agreement na 1992 Climate Change Agreement wamesema kwa kiwango fulani, kwa sababu ni sisi tumeharibu hii mazingira, ni lazima tukompensate. Waafrika, nchi ya Kenya, nchi zilizoendelea na kiwango fulani ya fedha. Hiyo imekuja, tumeipata, hatujaipata. Kwa hivyo sasa atu-advocate kwamba tuwe hiyo pesa oro kama tuendelee kuchimba hayo madini, that oil na kila kitu. Lakini kile tunasema hiyo inaenda wapi? Sio sisi. Sio sisi wa Afrika. Kama ni Uganda, ukiangalia hiyo mafuta inachimbwa, actually ni loan kubwa sana. Imepatikana kwa nchi China, sijui ni wapi. Kwa hivyo, na unajua pale tunaelekea in miaka 10-20 ijayo, hatutakuwa na haja ya kutumia, kwa sababu tunaelekea kwa electric vehicles, tuna renewable energies, technology improve. Hata ukienda Nairobi utapata mabasi zingine sasa ni za electric vehicles. Sasa hiyo technology inaenda kwa kasi sana. Kwa hivyo sasa hiyo mafuta huenda hata hiyo investment tunafanya huko, hiyo ya EACOP na kila kitu, ndio tunaambia watu sawa, Uganda iko na right yake ya EACOP na hiyo mafuta. Lakini tuangalie pale dunia inaenda. So economically ni lazima tujiangalie. Unaweza chukua hiyo loan, uweke hiyo pipeline yote kutoka Albertine hiyo Albert pale wanachimba mpaka Tanga. Lakini ifike mahali haihitaji kutumiwa. Ndio tunawaambia. Kwa hivyo ni muhimu, ni jukumu yetu kuangalia economically, kwa hiyo itakuwa economically viable ama haitakuwa. Kwa hivyo kuna mambo mbili hapa. Kwanza kabisa tuangalie economy yetu. Hii itatufaidi on short term, inaweza. Lakini ukiangalia vile kazi, ukienda kwa nchi zingine Scandinavian countries zile za Europe, 70% ya vehicles zile ziko kwa street ni electric vehicles. Ndio. Sasa sisi tukiangalia hivyo, na hata China ukienda last year, majority of the vehicles zile walikuwa wameproduce ilikuwa electric vehicles. Sasa kwa hivyo the green revolution vile inakimbia, tunaweza enda to invest kwa hizi vitu, kwa sababu technology imeimprove, iwe tumeinvest kwa kitu haitatusaidia. Ndiposa tunaambia viongozi wetu na serikali zetu ili shift ya green economy, hii shift ya hii mambo ya just transition ni real na ni lazima tuiangalie. Na nawapeanga one example ya ilikuwa inaitwa asbestos. Asbestos ilikuwa very pricely mineral kitambo. In fact wale walikuwa wakati wa ukoloni, wale walikuwa na afford ni wale watu matajiri na serikali. Mashule ndio ilikuwa inajengwa na hayo matofali ya asbestos. Lakini saa hii ikagundulikana kwamba ndio cause of cancer. Si ndio? Kwa hivyo we abandoned it. In fact ikipatikana kwa village yangu kuko na hiyo class nilisomea ya asbestos, it was abandoned. In fact it's circled. No one can step there. Kwa hivyo sasa we don't use it. It was very expensive, lakini saa hii hatuitumii. Hii mafuta hii oil na ingine hii ya coal tunaangalia, it will fall off, it will go that direction. Kwa hivyo it will be ile inaitwa stranded asset. Kwa hivyo instead of reaching that level, wacha to invest in
the future technology. Renewables are the future, electric vehicles are the future, and then we set ourselves to the future development rather than sticking ourselves in earcoves as itatusaidia. Ni sawa, kwa sababu mradi huu ni wa Tanzania, Uganda, sisi wa Kenya tutajipata tu na baadhi ya madhara ikiwemo katika ziwa Victoria. Nataka tuangazie atakuwa naelekezwa iwapo tunaenda kwenye pumziko fupi kwanza ama atakuwa tunaendelea, lakini nataka tuangazie swala alilozungumzia la renewable energy. Tumeona katika policy paper ambao ni ya mwaka huu kwamba vifaa ambavyo vilikuwa ni vya kutumia kawi ya jua vilikuwa havitozi ushuru wowote vikiingia humu nchini, na ushuru ulikuwa pia wanapewa incentives wale ambao wanaleta vifaa hivyo. Lakini sasa hivi vimewekwa tax exempt kwamba itabidi walipe ushuru kwa inputs, vile bidhaa ambazo zitatumika katika kutengeneza kawi hiyo ya jua ambao ni solar energy. Umezungumzia umuhimu wa kuondokea mafuta ghafi na kwenda katika solar energy. Serikali inapochukua hatua hii ya kuweka ushuru, tunapiga hatua mbele ama tunapiga hatua nyuma? Nianze nawe Alice. Tunapiga hatua nyingi sana nyuma. Sana. Kwa sababu ukiangalia kwa sasa hiyo teknolojia inahitaji pesa mingi ya kutumia teknolojia ya kutumia jua, ya kutumia hata upepo kutengeneza umeme. Inahitaji pesa nyingi sana. Hiyo investment na unapata kuna wale watu ambao wanapenda kuweka investment kwa green energy. Na wakati haujaweka ushuru inakuwa inawavutia sana kuweka investment. Sasa ni kama unawavutia. Lakini serikali inapoweka ushuru, unaona kwamba hawa ni investors, wanahitaji kutengeneza pesa. So kwa hivyo wanaiangalia, wanaona wakipiga hizo hesabu zao kidogo haziingiani. Unapata ya kwamba hizi ndio teknolojia tunahitaji kufika kwa ile future yenye tunataka. Lakini ukiweka ushuru kidogo, zile pesa zenye tungepata kutoka kwa investors, kwa sababu hata tukisema serikali yenyewe ilete fedha kwa wind na solar inakuwa ngumu, kwa sababu serikali yenyewe iko na mahitaji mingi. Sasa kwa hivyo hiyo ushuru haifai kuwekwa hapo. Kwa sababu tunahitaji hiyo transition plan. Na kwa hiyo transition plan tunahitaji kukuwa na muda, hata kama tutasema kwamba ni miaka 10, na kati ya hii miaka 10 hakutawekwa ushuru kwa umeme ambayo ni safi. Ndio tupatie wale investors muda wa kuingiza pesa na wale wapate faida yao. Ndio. Na nitarudi kusikiza kauli yako Bwana Mithika. Acha tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kuangazia swala hilo. Najua leo nashangaa, leo tunaangazia masuala ya mabadiliko tabia nchi, hususan yale mabadiliko ambayo ni ya haki kwa wote. Usiende mbali mtazamaji. The Eldoret Technical Training Institute, together with Eldoret Teachers College, invites you for this May and September 2025 enrollment. We offer higher diploma, certificate and artisan in School of Agriculture and Animal Health, Engineering and Technology, Business and Commerce, Accountancy, Banking and Finance, Travel, Tourism and Hospitality Management, Mass Communication and Journalism, Computing Information and Studies, Social Studies Development, Medical Health and Sciences. Call us on 0725 818 644 or email eldorettechnical@gmail.com or visit our website www.eldorettti.ac.ke to register for May 2025 and September 2025 enrollment. Dial *811*800# to get this as your skiza tune. KTN, ndio home. And you know what? Yes. That plant actually complements your seats. It Look does. at that. It does. It's on the perfect home.
My little kitchen is known as the Little Monaco. Yes, the tiny Monaco. I want to plant, but I don't want a full garden. I can't have a garden there. It's not built for a garden. So just a taste of the garden. Let's talk about your bedroom. One of the inspirations from my bedroom, especially, yes. and maybe part of the bathroom, I guess, maybe mostly the bedroom, yes. is, I think, is luxury hotels. Okay. Someone always needs the things you don't, so don't keep them. Okay. That's number one rule for me. And number two is don't keep garbage in your house. Things you don't need. Bila shaka karibu tena katika sehemu ya pili ya majadiliano haya ambapo tunaangazia bajeti ya mabadiliko ya hali ya hewa, hususan zile mikakati ambayo imewekwa katika kaunti, ikiwa kuna zile fedha ambazo hutengwa kila mwaka kuhakikisha kwamba zinasaidia kaunti katika kukabiliana na mabadiliko tabia nchi. Iwepo ni kuweka kwamba kaunti ama jamii ziweze kukubali na kukumbatia mabadiliko yaliyopo, ama vile vile kuweza kuweka mikakati ya kuzuia athari zaidi. Hizo tukizungumzia katika lugha ya masuala ya mabadiliko tabia nchi, mitigation na adaptation. Lakini kwanza hapa nataka tuzungumzie hilo swala la climate ama just transition ambalo linazungumzia sana masuala ya kawi, ambapo ni kuondokea kawi ambayo ni ya kutumia petroli, kutumia makaa, ukataji wa kuni, na kwanza kuangazia kawi ambayo ni kawi safi ambayo inaweza kutumika tena, kama vile kutumia kawi ile ambayo ni ya biogas na kawi nyingineyo. Lakini hapa nchini pia kumekuwa na msukumo wa kuweza kukumbatia kawi ya jua ambayo ni solar electricity ama solar energy, ambayo imekuwa ikitumika majumbani kwingi. Sasa hivi kila unapokwenda, kila mtu nyumbani kwake ana kitaa vyake vitano ambavyo vinawekwa na kutumia sola. Lakini sasa ni kwamba wale ambao watanunua katika siku za mbeleni huenda wakajipata na ushuru wa 16% zaidi. Je, serikali hii ndiyo Rais William Ruto aliingia akionekana kama bingwa wa mabadiliko tabia nchi, akizungumzia tutumie malighafi yetu ambayo ni kutumia kama geothermal, solar na wind. Lakini sasa hivi serikali yake ndiyo inaenda tena kuweka 16% katika vifaa ambavyo vitatumika kutengeneza solar energy na wind energy. Bwana Mithika, hili tutapata kweli the just transition? Kwanza kabisa umenena ukweli, tuko na champion. Rais William Ruto ni internationally recognized, ndiye mzungumzaji hata wa Kiafrika kuhusu hayo mabadiliko tabia nchi. Na kweli ukiangalia yale maazimio tumetengeneza ya Kiafrika, tunaelekea hayo mambo ya just transition na green industrialization. Kwa hivyo green industrialization ikiwa inasukumwa na hayo renewable energy, wind power, wind energy, solar na hayo mengine. Kwa hivyo sasa hayo yako kwa bajeti ya wakati huu, mwaka wa 2025-2026, ni sikitiko kubwa, lakini hayo ni mapendekezo. Kwa hivyo mimi ningeomba rais hayo tuangalie kwa kirefu, tuone kuongeza huo ushuru wa 16%, 16% kwa vifaa vya renewables ni kuturudisha nyuma kama dadangu amesema. Kwa hivyo sisi hiyo budget iko katika nao ile inaitwa public participation, na mimi matarajio yangu sana maoni yangu ni kwamba tusiende hiyo njia, kwa sababu tumefika kama Kenya tumepiga hatua kubwa sana. Tujipee muda mimbi kama miaka 5 hivi tukiwa na hiyo incentive, hiyo zero rated, ili tu promote hayo mabadiliko tabia nchi, tu promote hizo solution, kwa sababu vile umesema wale watu hawafikiwi, na wale ndio wengi huko northeastern, huko rural areas. Unapata mama ako na kataa kake kaicho kifaa, tuna kitu kidogo tu ya solar panel, kwa sababu technology imeendelea
Kwa hivyo anaihanga hapo kwa nyumba, anapata umeme. Kwa hivyo tukiweka hii, itakuwa ngumu sana kuhakikisha tumepata ile universal access to energy by 2030 vile na Kenya tunaelekea hiyo. Kwa hivyo tumepromote tusirundi nyuma kwa sababu tunataka hela. The more we put those ones, the more inakuwa ngumu kufikia hivyo. Kwa hivyo tuko na muda still. Hiyo ni mapendekezo, lakini mimi nasihi waziri wa kawi, nasihi bunge, kamati ya bunge ya kawi tuzungumzie, na nafikiria kutoka hapa nitaweza kuzungumza nao ili tuone vile hayo maneno. Nafikiria tutazungumza na wanasikiza. Wengi wanaangalia kwamba ni kama ni mbinu ya kulinda Kenya Power, kwa sababu wanaona watu wameanza kuenda kwa kitu ambacho wanaimani kwamba hii solar energy iko reliable, kwamba inaweza kupatikana, haikatiki mara kwa mara. Kwa hivyo kulinda Kenya Power, kutokana na Wakenya wengi kukumbatia solar, lazima waweze kuanza kuregesha ushuru. Alice. Naam. Kenya Power ni kampuni ambayo inajulikana sana kwa sababu imetupatia umeme na imetusaidia sana. Na kwa maoni yangu ni kwamba Kenya Power yenyewe ndio inafaa kuwa kwa mstari wa mbele wa kusukuma green energy. Kwa sababu Kenya yenyewe ukiweka kwa map ya Afrika, global map, na hata kwa map ya dunia, unaona kwamba Kenya iko mbele sana kwa kutumia green energy. Sasa kwa sababu wale wenye, na ukiangalia statistics zinasema kwamba Afrika kuna watu zaidi ya milioni 600 ambao bado wako kwa giza. Hawana umeme. Sasa wakati unaanza kuangalia ile hesabu ya wale watu wako na umeme na wale watu hawana, unaona kwamba itatunufaisha zaidi tukiwasaidia inclusive, tukiwasaidia hao wenye hawana umeme waingie katika umeme, hata kama ni off grid, ile tunaita off grid, kwa sababu ni solar panel mtu ako nayo, alafu inampatia mwangaza na kidogo inaweza mpatia hata umeme wa kufanya mambo mawili matatu pale nyumbani. Lakini ukiangalia vile Kenya Power inajibu ama inajiweka katika harakati hizi, unapata ya kwamba ikisimama kinyume na ama isipokuwa mstari wa mbele kuchangia, unapata ya kwamba wananchi pia wanaangalia, kwa sababu saa hii maendeleo inafaa kukua inaguzia kila mtu. Kila mtu anafaa kunufaika. Sasa kama Kenya Power kama kampuni pia wanafaa kuangalia hao watu wenye wako kwa giza, ni nini wanaweza fanya kuendeleza ubora kwa jamii. Isiwe tu ni hao wanatuzia stima, wanapandisha bei, inakuwa ngumu kupata stima. Lakini pia hao ni vile kampuni kubwa wanafanya kama CSR. Naam, lakini wao hii inaweza kuwa opportunity mzuri, fursa mzuri hao kufanya CSR. Sasa badala ya kusimama kando au ya kungoja watu waseme porojo hapa na pale, unafaa kuwa mstari wa mbele kuweka example mzuri. Ukiritimba ambao ni monopoly ndio kitu ambacho kinasumbua taifa hili, na unadhani pia ndio kinachangia kukuzuilia kuachilia kwamba soko la kawi ya sola iendelee? Hiyo unajua sasa kwa ile dunia tuko sasa, Kenya Power ikiendelea hivyo itabaki nyuma na itakuwa outdated. Kwa hivyo ile competition inapata kwa renewables, sio kurundi alafu iweke hizo vitu kama influence serikali. Kwa sababu huenda vile unasema ni Kenya Power sasa imekuwa na mshtuko na wanataka sasa kutumia mbinu za kipolicy kurestrict renewables kwa sababu inawapea competition. Remember hiyo ukritimba unasemea ndio imekuwa sasa imefanya Kenya Power monopoly mpaka imeenda kulala. Kwa hivyo imekuja ikaamushwa na hii revolution imekuja ya green energy na iwezi match hiyo. Kwa hivyo unajua sisi ile shinda tuko nayo Kenya ni Kenya Power na independent power producers, wale wa hayo mafuta ya oil na oil, so they have dominated that space. Kwa hivyo sasa mimi maoni yangu na vile naweza advise Kenya Power na hao wengine, wacha tuangalie future.
tunaweza kuwa hata na independent power producers investing in renewables. I think there is that provision. Lakini ile shinda tuko nayo ni pale wameshikilia hiyo haitawezekana. Hata na tuangalie vile dunia inaenda. Wakati President Trump aliingia kwa power in mwaka 2016 aliingia akisema yeye ataenda kwa sababu Obama alikuwa amefunga visima vya rasilimali hizi za coal kwa sababu alikuwa anataka kuelekeza Amerika kwa renewables na kila kitu in just transition. Lakini Trump akatumia, unajua is a populist, akaambia watu tume lose jobs sijui nini. Lakini ukiangalia wakati alikuja tangu angolewe na Joe Biden before arudi tena hakuna hata plant moja ya coal alikuwa amewekeza. Ameweza kuweka. Kwa nini? Unajua hii is about profit. So coal, na hapo ndio nakuambia mambo ya asbestos na hizo zingine imepitwa na wakati. Imepitwa na wakati. Na ukiangalia mmoja ya wafadhili wake wakubwa Elon Musk anatengeneza the richest man, yule akona pesa dunia mzima. Elon Musk saa hii amepata hiyo pesa wapi? Ni kwa electric. Tesla is the most profitable. Ukienda China, the most profitable vehicles ni hizo za build. Ni za renewables, inaenda kufikia hiyo ya Elon Musk. Ukienda Toyota walikuwa reluctant kwenda renewables. Wote wameshift every company in the world. Kwa hivyo sasa unajiuliza hizi magari yote tuko nayo hapa Afrika. Hata hapa Kenya ukiangalia hizi zote, tukiangalia hapa KTN chini hapa, zote ni junk. Hizo ni second hand vehicles tunapata kutoka huko. Hao watu wakisema kesho hawatumii mafuta, hii magari hata sisi itabidi to import hizi magari ya electricals because sisi hatuna hata uwezo ya kutengeneza hii magari. Kwa hivyo hiyo impact ya hiyo pale wameshift itakuja huku kwa sababu we have no choice. So vile tunaambia watu wetu tuangalie the future. Kwa hivyo whether it is this investment tuangalie pale dunia inaenda. Kwa hivyo tunawasihi wabunge wetu, kwa sababu hiyo budget is just a proposal. Twende tuangalie itakuwa na madhara gani kupromote ama kuincentivize the expansion ya renewables nchi yetu. Tusirudi nyuma kwa sababu inataka kuturudisha nyuma. Muda umesonga sana. Malengo ya mjadala wa leo naona hatujayagusia kwa nini, lakini tuingie katika mjadala wa leo. Tumeona kwamba pesa ya Floka huenda ikakatwa kwa 50% katika mapendekezo ya bajeti. Walikuwa wanapata takriban bilioni 9, sasa hizo watapewa bilioni 4.9 ambayo imekatwa nusu hadi nusu. Tunajua pia serikali za kaunti huwekeza wao pale. Lakini kupunguzwa kwa bajeti hii itakuwa na madhara gani katika zile climate actions, zile hatua za kupambana na mabadiliko tabia nchi? Itakuwa na impact kubwa sana. Kwa sababu ukiangalia kaunti nyingi bado zinategemea hizo hela kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ukiangalia kuna zile kaunti za Northeastern zinapata ukame, zinapata mafuriko, kiangazi, na pia zile za Kisumu kule Coast. Na ukiangalia kwa ramani ya Kenya unapata kaunti nyingi zaidi zinakuwa affected. Sasa ile kupunguza ndio italeta madhara na itakuwa vigumu sana kwa wananchi sana ukiangalia, kwa sababu Kenya tunategemea agriculture. Naam, lakini pia hiyo inaeleweka kwa sababu ukiangalia pia kwa ile bajeti wakikata na 50%, inamaanisha kwamba tunafaa kuiangalia kama fursa ya kupanua fedha za kupigana na makali ya tabia nchi. Tunafaa kuangalia fedha kama kwa mfano zile Green Climate Fund, tunafaa kuangalia zile fedha za kigeni, na tujiulize ni namna gani tunaweza sisi pia kama jamii, kwa sababu jamii ndio inanufaika sana na ile kazi yenye Floka inafanya. Sasa sisi kama jamii ni vipi tunaweza, na pia wafanyabiashara na pia makampuni. Naam, sasa tunaangalia kama partnership, public private partnership. PPP. Yes.
tunaiangalia hivyo na tunasema ni vipi serikali inaweza shikana mikono na sekta ya kibinafsi na pia na jamii kusaidia kwamba hizi fedha zenye tunazikusanya ziweze kuwa na projects ama zile miradi ambayo inanufaisha jamii. Kwa sababu tukifanya hivyo unaona kwamba pia counties zinaweza pata access to funding. Ile nye sio lazima iangalie funding ya serikali, sio lazima iangalie zile fedha za serikali, lakini zinaweza angalia funding kama Green Climate Fund. Na waone ni vipi zile DFIs pia zinaweza kuchangia, kwa sababu kuna hatari kubwa sana wakati sources of funds zile kule tunatoa zile pesa ni kidogo. Kama tunaangalia tu kwa serikali peke yake au tunaangalia tu kwa wananchi peke yake, hiyo inakuwa hatari sana, kwa sababu wakati tutakosa fedha mahali moja unapata kwamba hiyo maendeleo inarudi nyuma. Lakini sasa kama Floka wakiweza ku diversify funding, wapate wako na zile sources kadhaa kule wanaweza pata funding, unapata itasaidia hata ile 50% yenye imepunguzwa ikuwe sawa. Kwa sababu pia tukubaliane, Kenya county tuko na mahitaji mengi sana, hata kama tunataka kuweka climate change mbele, lakini pia tukue realistic. Mithika, tutakuwa realistic vipi? Sasa sijapata full information ya, kwa sababu nilisikia tu coordinator wa Floka alikuwa na complain, basi alikuwa mbele ya kamati. Alikuwa mbele ya kamati na hilo nayo imeleta wasiwasi sana kwa wale wadau, wale wanafaidika na huo mgao na wale wanasupport hiyo model ya Floka, kwa sababu ni ya kipekee Afrika. Nchi zingine za Afrika zinakuja kusoma hii model ya Floka. Kwa hivyo tumetengeneza kitu inafikia mwananchi yule wa mashinani, yule muadhiriwa ako mashinani Northeastern huko, yule anaadhiriwa na mabadiliko tabia nchi. Kwa hivyo sasa mambo ni mawili hapa. Kuna ile responsibility international, ile ya kimataifa, Kenya kama nchi inayoendelea, na kuna yale hapa kwa Kenya kama nchi. Mikakati yetu wenyewe. Mikakati yetu ni gani? Kama hiyo ya Floka ni mikakati ya implementation ya ile Paris Agreement na hii sasa ya International Climate Change Convention. So vile mimi maoni yangu ni kwamba ni lazima tuangalie nia ya wabunge. Na vile naelewa hiyo pesa zile zinakuja kwa Floka ni funding ya World Bank. Ndio. Kwa hivyo sasa wameenda wamegawa hiyo, kwa sababu inaenda yote treasury. Ndio nakwambia sijapata full information ya yale kama wamepunguza hiyo wamepeleka mahali ingine, which means haiwezekani kulingana na vile huo mpango wa hiyo. Lakini kulikuwa na mgao, Kenya ilipaswa kuwa Kenya ilikuwa na ambition sana, na ndio sasa tunataka kuuliza, kwani president champion wa climate change ameanza kulegea kwamba hata nyinyi fanyeni wabunge, kwa sababu everything is about leadership. Kwa hivyo sasa ukisikia sasa ile ilikuwa mgao unaenda kwa Floka na zingine zimeanza kupunguzwa na climate change, ni kama rais ameanza kulegea ama hajaanza. Mimi siwezi kuambia kama amefanya hivyo, lakini chenye nataka kujua ni hasani pesa gani hiyo imepunguzwa, kwa sababu mimi nilikuwa najua pesa hiyo ya hiyo Floka inatoka kwa Isa World Bank program, na wafadhili wengine wamefurahia huo mpango, wanaelekeza pesa yao kwa hiyo mpango, kwa sababu wameona this is the most practical program. Kwa hivyo sasa kama kulikuwa pesa inatoka sasa consolidated fund ama for taxpayers, tuseme ilikuwa pesa ya responsibility ya Kenya kuchangia kwa huo mfuko, basi ni lazima tujue ni gani. Kwa hivyo sasa ni ngumu sana kuelewa kama ilikuwa hiyo, kama wameamua kudivert hiyo, wamesema iende mahali ingine, lakini venye najua ni lazima tuelewe pale imepunguzwa ni gani imepunguzwa. Pili, kuko na hata hiyo program vile inakuwa distributed kwa hiyo pesa ya Floka,
secretariat iko treasury. Kwa hivyo wanasema sisi tunapeana pesa fulani. Ni condition, it's conditional on each county's contribution. Unajua county inapatanga 15% of the national budget. Kwa hivyo ile county, kama county yangu ya Meru ilipewa 188 million last financial year. Nayo ilikuwa na ingine ilikuwa inatoana, ni lazima iweke kwa dedicated account, waseme sasa hii ndio pesa ya floka. Sasa mimi sijajua kama hiyo wamepunguza nayo ni ile county ilikuwa inatoa ama ni kutoka national level. Kwa hivyo kuko na confusion hapo. We need to understand so that sasa hapo tunaweza respond. Lakini maoni yangu, kama Kenya ilikuwa ina contribute, it is very good. Kwa sababu hata our NDC, National Determined Contribution, ile imekuwa even repealed. Tunapaswa to our contribution ya 6 trillion up to 2030. Sisi tulisema ni conditional ya wale wafadhili wataweka hiyo. Tunapaswa tujiulize wametoa ngapi, na sisi tunapaswa tutoe ngapi. Sisi ni nchi inategemea madeni. Si ndio? Ndio. Kwa hivyo hata hiyo ingine unasikia yote, yani kuko na budget kubwa, tunakuamba budget, unajua ni proposal. Tunaweza enda by the end of the year hata hiyo what was proposed haiko delivered. Ndio. Kwa hivyo hiyo ndio kizungumkuti tuko nayo. Sasa we are happy to do a budget, lakini at the end of the day ni kuomba pesa, na unajua sasa tuko kwa receivership. Kusema ukweli sisi kama nchi tuko kwa receivership. Kwa hivyo sasa hata tukisema wabunge wamesema sasa tumetoa itatoka hata wapi? Kwa hivyo sasa ni lazima tujue ni hiyo loan ya World Bank wamepunguza, ama kuna wengine walikuwa wametupea loan kwa sababu sisi tuko intensive care unit economically. Bwana Mithika, nikushukuru. Nitatenga wasaa mwingine zaidi tuzungumzie haya masuala kwa kina. Sina muda wa kuendelea na mjadala huu kwa sababu ya muda. Niwashukuru sana kwa kuja studioni. Asanteni sana. Nimekuwa naye Mithika Mwenda ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Pan African Climate Justice Alliance PACJA, na vile vile nimekuwa naye Alice Ayuma ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya mazingira na vile vile uongozi endelevu. Tupate pumziko fupi, tukirudi tuangazie taarifa nyinginezo. Vile vile kuweza kumsikiliza Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja ambaye anatoa hotuba kuhusiana na hali ya usalama humu nchini.